Mkuu, mtukufu sana Okara, kuna ugeni umekuja katika kasri yetu. Ugeni? Ni ugeni gani tena umekuja kwenye kasri langu hili? We Kicho, hebu punguza masiala yako. Ujue tupo hapa tunadiskasi mambo ya muhimu sana kuhusu ufalme yetu hii, na tulikuwa tunamuulizia Junior yuko wapi. Alafu unakuja tu mgeni. Ni mgeni gani ambaye amesubutu kuweza kupenya na kuingia kwenye falme yetu hii ya mtukufu Okara na nyinyi mkamruhusu? Ni nani huyo ambaye amekuja? Hapana, sio kwamba naleta masiala, ni taarifa ya kweli, ni taarifa ya serious. Hakuna mgeni amekuja hapa. Na mgeni Kwa Kicho, mbona uboja maneno? Mara sema ni nani, ni mgeni gani huyo ambaye amekuja kwenye kasri letu ili tuweze kumtambua? Yani mpaka napata kigugumizi. Usinione tu hivi mtukufu mfalme, maana taarifa ni nzito. Mwanao Junior amerejea, hatimaye amerejea kwenye kasri hili baada ya kutoka kwa alikokuwa amekwenda. Amerejea lakini hajaja mikono mitupu. Amerejea lakini hajaja mikono mitupu. Unamaanisha nini Kicho? Unataka kusema kitu gani Kicho? Mbona sikuelewi? Taarifa zako ziko nusu. Wewe sema amerejea, amekuja na nani? Basi ngoja tu niseme tu straight to the point. Mwanao Junior amerejea lakini hajaja peke yake, amekuja na ubavu wake wa pili. It means amekuja na binti yule ambaye alikuwa anatamani kumchumbia. Binti fulani hivi mzuri sana, ni asili ya Asia. Amekuja na ubavu wa pili. Na huyo binti mmemuuliza jina lake ndo nani? Kwa maelezo walipofika pale getini, mimi ikabidi niwahoji, wewe mgeni unaitwa nani? Yule binti akajitambulisha kwa jina moja tu, jina la Melissa. Melissa, hili jina sio geni kwangu. Kuna siku nawe kumsikia Junior akisema Melissa. Basi waruhusu waingie. Waambie waingie moja kwa moja paka kwenye kasri hili. Basi sawa mkuu wangu Okara. Ngoja basi nikawaruhusu waingie moja kwa moja. A few moments later. Baba, huyu ndo kipenzi changu niko nakwambia siku zote kwamba nitakuja siku moja nje nikutambulishe. Anaitwa Melissa. Baba shikamo. Aflaleki, Mungu wangu. Yale maneno yalikuwa yatabiriwa sasa yanaenda kutokea sasa. Junior, umemtoa wapi huyo albino? Mwanangu Junior, umemtoa wapi huyo albino? Samahani baba yangu, lakini utakuwa umekosea. Mimi si albino. Mimi naitwa Melissa. Naona balaa sasa limeingia kwenye kasri letu. Yaani ile story iliyomkuta baba yako, mzee Alfred Okara, naona ile laana inaenda kurudia tena. Itaendelea kutafuna kizazi chetu. Imekuwaje tena mwanao ameenda kujichanganya na albino? Na unajua kabisa historia ya nyuma ilikuwaje. Yani haitakiwi kwenye kasri letu hili wala kwenye jamii yetu aonekane mtu ambaye ni albino, na unaijua kabisa hiyo. Yani Junior, katika siku ambayo umenikwaza, umenikera ndo leo. Yani hauwezi ukafanya mambo kama haya. Ulishindwa kutafuta mabinti wengine wazuri, umeenda kutafuta binti ambaye analaana na mkosi katika jamii yetu hii. Wewe hujui kwamba albino ni mkosi? Haujui? I say, yani since nimekuja kwenye hii kasri sijawahi kumuona mtukufu Okara akiwa kwenye hasira kama leo. Kumbe kuna siri iko nyuma, ndio maana God have mercy. Niko sijui kama huyu binti ni mkosi na laana kwenye hii koo ya mtukufu Okara. Kumbe binti kuwa albino ni changamoto sana kwenye hii falme ya mtukufu Okara. Leo kazi ipi? Hapana baba, mnachokifanya sio fair kabisa. Yaani huyu mimi ndo mpenzi wangu naye mpenda, na ndio maana nimekuja hapa kumtambulisha. Sasa inakuwaje nini unaanza kusema kwamba yeye ni albino? Yeye sio albino na wala hahusiani na mambo yote kusana mambo sijui albino si vitu gani. Anaitwa Melissa na sio albino. Sasa inakuwaje baba? Mimi nimetegemea wewe ungekuwa kipaumbele kabisa kunisupport. Alafu wewe unakuwa ndo mtu wa kwanza kunirudisha nyuma kweli. Sikilize we kijana, acha kuwa unapingana. Mimi ni mzazi wako. Huyo binti hauwezi kumwoa, na hiyo ndoa mimi nitakuwa wa kwanza kuipinga. Haiwezekani wewe ukaenda kuoa binti ambaye ni albino. Binti ambaye ni albino kwenye tafsiri ya falme yetu ya Okara ni laana, na haipaswi wewe ufunge naye ndoa. Wewe kama na mfalme tutakutafutia binti ambaye ni mwingine. Huyo uwezo kumuoa. Hapana baba,
mnachokifanya sio fair kabisa. Yaani huyu mimi ndo mpenzi wangu naye mpenda. Jisikilize we kijana, acha kuwa unapingana, mimi ni mzazi wako. Huyo binti hauwezi kumwoa. Lakini Junior, mimi nilikwambia kwamba inawezekana babako akaja kunikataa. Si unaona sasa mimi huku naitwa majina ya ajabu, mara albino, mara si vitu gani. Mimi tunaomba niondoke zangu, mimi niende nyumbani. Umekuja kunitia tu aibu Junior. Yaani mimi sijapendezwa na hichi kitu kilichotokea kabisa. Calm down Melissa. Mimi mwenyewe kwa kweli hichi kitendo cha baba kimenichukiza sana na kimenikwaza, kwa sababu sikutegemea kama kweli baba yangu angefanya maamuzi kama haya. Nitegemea angetoa baraka zake na sisi tungefunga ndoa tukaishi maisha yetu kabisa. Lakini naona baba ndo anakuwa pingamizi kubwa kabisa kwenye haya maamuzi yangu. Yaani sijui kwa nini. Au babangu mimi hataki niwe na mchumba kabisa yani.